Bwana, michuano ya UEFA Champions League imeendelea kwa siku ya jana, lakini pia siku ya leo pia tutaenda kuwafahamu wale wanne ambao watawafuata wale wenzao ambao walitangulia kwa siku ya jana. Mimi ni Neema Kayugwa, nitakuwa na Captain Joachim Mushi, baba zenu, ama unaweza ukamuita Testa ama Mason. Majina yote haya ni yake, lakini kubwa zaidi sisi tunamfahamu kama Captain ndani ya kipindi chako pendwa cha Sports Recap. Kubwa zaidi tutaangazia michezo ya siku ya jana, nani aliyefanikiwa na kipi ambacho kiliwaangusha wale ambao hawajafanikiwa kusonga mbele katika michuano hii ya UEFA Champions League. Endelea kufuatilia FJTV, tunarejea muda si mrefu. Bwana, bingwa mtetezi wa michuano ya UEFA Champions League PSG amefanikiwa bwana kusalia katika michuano hii. Joachim Mushi, kwanza nikupe hongera, nikupe pole kwenye hii michuano ya UEFA kwamba timu yako imetolewa ama bado ipo kwenye safari? Siku zote mimi nasemaga Kayugwa, namshukuru Mungu sasa hivi silalamiki. Kwa hiyo hadi kwenye mambo ya football nashukuru timu zangu zinafanya vizuri, kwa hiyo bado siendelee kulalamika. Kumbe zipo mbili, kwa maana ni timu zaidi ya moja. Timu sijamaanisha kwenye UEFA Champions League tu. Hata South Africa pia na timu yangu. Okay, Mamelodi Sundowns. Kuna UEFA ya Ulaya na UEFA ya Afrika. Kwa hiyo ya Afrika huko vizuri. Mamelodi nipo ya Sundowns. Kwa UEFA huko Ulaya nako huko vizuri. Club gani? Naruhusiwa kutaja? Unaruhusiwa ruksa. Nitakwambia mwisho wa kipindi. Okay, sawa. Tuanze moja kwa moja. Jana ilichezwa michezo minne, kwa maana ikakutanisha timu 8. Manchester City alikuwa anaangaliwa kwa ukubwa, lakini pia ukiangalia klabu ya Chelsea iliangaliwa kwa ukubwa mechi yao na mechi ambazo zilikuwa zinaendelea. Naam. Ulitegemea City kwenda kupoteza tena kwa mechi nyingine na akiwa nyumbani? Yes, nilitegemea. Kwa maana gani? Nilitegemea, angalia mwenendo wa City, the way wanavyocheza, unaona kabisa hili ni kama anguko mbele ya Manchester City. Ukirejea kwenye APL mechi ya mwisho hawakuwa na matokeo mazuri, waliweza kupata sare. Unaona pia uangalia performance zao, unaona mchezaji kama Erling Haaland anacheza mechi takriban 2 afungi, unaona kabisa ni anguko. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana dhidi ya Madrid, ambao unaona Madrid ni kama imejipata toka ametoka kumfunga City, ulikuwa unaona kabisa ni mchezo ambao unaenda kuwa wenye pressure mbele ya Pep Guardiola na ndivyo ilivyokuwa, na matokeo ambao wamepata wamestahili. Hongera sana Vini. Bwana, hongera kwa Vini ambaye kwa siku ya jana na tufahamu kwamba yeye ndio ambaye aliweza kuifanikisha Madrid kuondoka na ushindi wa mabao 2-1. Ukiangalia pia Manchester City siku ya jana walipata bwana kadi nyekundu na ni kama iliwanyong'onyeza. Dakika ya 20 tu unapata kadi nyekundu mbele ya Madrid ambaye tuseme ndo mfalme ama baba wa hii michuano. Nitakuwa nakosea? Hujakosea Kayugwa, lakini kwa situation ambayo ilitokea, hata kama ni wewe Kayugwa, ni lazima ungelazimisha mkono ndo uguse ule mpira, kwa sababu wewe ndo mtu wa mwisho. Ina maana ule mpira ukikuvuka wewe ni goli. Bora ufanye ile tukio kwamba inaweza ikapatikana mkwaju wa penalty. Penalty sio goli. Huenda kipa anaweza akasave ama lolote likatokea. Kwa hiyo kwa kitendo ambacho alikifanya kapteni Bernardo Silva ni sahihi, lakini kwa zile dakika, kwa timu kama Madrid, timu yenye pressure, timu ambayo ina wachezaji wenye kasi kama kina Vini, unaona kabisa ilikuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo kwa goli hizi mbili naona ni kama ni chache, kwa sababu pia tumsifu na Donnarumma kwa save ambazo walizifanya, lakini cha kupendeza zaidi, yani Manchester City wametolewa na watu wawili Valverde pamoja na Vini, kwa sababu tukumbuke mchezo wa awali Valverde ndio aliweza kufunga goli zote tatu na jana mechi magoli yote mawili kafunga Vini. Kwa hiyo hongera kwa vijana wawili. Tukiachana na mchezo wa Madrid pamoja na Manchester City, kuna mchezo ambaye tuseme kama watu wanampa nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa, klabu ya Arsenal mbele ya Bayer Leverkusen aliweza kupata pia ushindi. Arsenal ni kama njia na mwaka huu kama mambo yanamnyokea. Unaweza ukasema hivyo. Unaweza pia ukawapongeza wachezaji wa Arsenal kwa mchezo wa jana. Unaweza ukampongeza Eberechi Eze. Kwa maana gani? Kuna kipindi watu walikuwa shaanza kusema huyu mchezaji gani, sijui unaelewa, lakini unaona sasa hivi ni mchezaji ambaye anawapa Arsenal matokeo. Angalia mchezo wa jana ulikuwa ni mgumu. Bayer Leverkusen sio timu mbaya, jana wameweza kuonyesha kwamba ni timu aina gani. Arsenal
wapo kwenye ubora wao. Yani Arsenal kwa sasa hivi kisema cha wewe kwamba njia ni nyeupe, yani ni wao tu washinde. Angalia kila mchezaji anafunga. Jana watu wengi walikuwa wanategemea labda Victor Yokes anaweza kafunga, lakini hajaweza kufunga. Saka anaweza kafunga, lakini magoli yamefungwa na watu ambao watu hawakutegemea. Kwa hiyo na pia ni mwendelezo mzuri wa Declan Rice, yani amekuwa anaisaidia Arsenal kwenye hatua kama hizi. Tukumbuke msimu uliopita robo finali dhidi ya Madrid aliweza kufanya kitu kama hichi, na jana mbele ya Bayer Leverkusen kaweza kufanya kitu kama hichi. Kwa hiyo Arsenal wana dalili zote, yani kuna harufu fulani inanukia kwa Arsenal. Bwana, kwa katika michezo mingine ambayo ilichezwa kwa siku ya jana bwana, Sporting CP aliweza kumpiga Bodo magoli 5-0, kwa maana aggregate ikasoma 5-3, ambapo Bodo alishinda mchezo wa kwanza akiwa nyumbani, lakini pia kwa siku ya jana akaweza kupoteza. Lakini Chelsea pia aliweza kupoteza mbele ya bingwa mtetezi. Kwa ufupi sana mechi hizi mbili ambazo Chelsea, PSG, lakini Bodo pamoja na Sporting CP. Club CP walichokifanya ni kuonyesha kwamba mpira unabidi uheshimiwe. Yaani usiende na matukio yako kwamba tunaongoza goli 3 kwamba sisi ndio tumeshatangulia, tumeshavuka. Walichokifanya ndo aina ya mpira wa Ulaya unapokuwa. Yaani kwamba wewe unaweza kuongoza kwako 4 ukaja kwetu kwa kufunga hata 5. Kwa hiyo hongera kwa vijana wa Sporting Lisbon. Na tukumbuke Club CP sio timu ndogo. Yaani jina inaweza kuwa ni dogo, lakini ni moja ya vilabu ambavyo vimemtoa nyota Cristiano Ronaldo. Sijui unanielewa, kina Bruno Fernandes wamepita pale. Kwa hiyo unaona Ruben Amorim ametoka pale. Kwa hiyo unaona ni klabu ambayo ukichukulia kwa kawaida na labda nchi inayotoka Ureno unaweza kuchukulia ni klabu moja ndogo au ya kawaida, lakini walichokifanya ndo maajabu ya mpira. Lakini tukija Stamford Bridge, yani ni kama kisasi. Yani PSG hapa kidogo wanaweza kasa wanapumua, kwa maana katika klabu ambayo ilikuwa inawanyima usingizi ni Chelsea, kwa sababu msimu uliopita PSG kapiga vilabu vyote vya Uingereza vyote kayugwa kasoro tu Chelsea. Sijui unaelewa. Kwa hiyo hii ni kama ilikuwa mechi ya kisasi. Hapa mimi najua hata Luis Enrique hata akitolewa robo finali, nusu finali, roho yake safi, kwa sababu Chelsea walichomfanya kwenye World Cup ya dunia tunajua alifungwa, na licha tu kufungwa kina Joe Pedro aliongea maneno machafu sana kuhusu yeye. Kwa hiyo kwa Chelsea ambacho wamekipata wanabidi wajipange. Bwana, kwa Chelsea ambacho kimewapata kwa siku ya jana inabidi mjipange. Michezo ya siku ya leo bwana, ni kujuze kwamba Barcelona ataenda kuwa nyumbani mbele ya Newcastle United, lakini Bayern Munich atakuwa mbele ya Atalanta, lakini Liverpool atakuwa nyumbani akimkaribisha Galatasaray. Tukimalizia Tottenham Hotspur atakuwa nyumbani akimkaribisha Atletico Madrid. Kwako mchezo upi ni mkubwa na kwa nini? Mchezo mkubwa kwangu mimi wa leo kulingana na matokeo ambayo yametokea ni Liverpool dhidi ya Galatasaray. Kwa sababu gani? Na ukiangalia aina ya timu zote hizi mbili, Liverpool anakuwa nyumbani, lakini performance bado kwangu mimi haijanilizisha kwa msimu. Liverpool ni timu ambayo ina pressure kwa sasa hivi. Hata mwalimu wao Ancelotti kumwangalia ni mwalimu ambaye anajua lolote likitokea basi na yeye huenda hizi sikukuu mbili tunaweza tusiwe naye. Lakini kwa mimi kwa mchezo wa leo nikiangalia Liverpool naona kama wana nafasi ya kuvuka, kwa sababu tunajua wametanguliwa goli moja, lakini naiona Liverpool kupindua meza, kwa sababu Liverpool tunajua washafanya hivi sio sio mara moja, ni zaidi hata mara moja. Kwa hiyo mchezo wa leo dhidi ya Liverpool Galatasaray, mimi naona Liverpool wanaenda kupindua meza. Sawa, tulipofikia kwa sasa hivi mechi za leo zikatamatika. Unawish nani aje kuwa bingwa wa UEFA kwa msimu huu? Timu yangu. Timu yako ni ipi? Tutajie, kwa sababu umetuambia mara ya kwanza wewe ni mpenzi wa Mamelodi. Lakini huku utatutajia kipindi kilikuwa kinatamatika na tunaenda tamati ya kipindi chetu. Wewe ni klabu gani kwa barani Ulaya? Barani Ulaya mimi timu yangu. Timu gani? Timu yangu. Bwana Mushi anasema kwamba yeye timu yake ya barani Ulaya ni timu yake. Itachukua ubingwa, ndio timu yangu. Tutafahamu kwamba kama mwishoni mwa UEFA Barcelona atachukua ubingwa, tutajua Mushi ni Barcelona. Lakini kama Atalanta atachukua ubingwa, tutafahamu timu yote ambayo itachukua ubingwa kwa msimu huu basi ndio timu ambayo klabu ambayo anaishabikia Captain Joachim Mushi. Sina la ziada umndani, ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini nilikuwa na Captain Joachim Mushi. Baba zenu wanamuita Testa. Ukurasa wa kijamii Mushi unapatikana kwa akaunti gani? Instagram napatikana kwa Joachim Mushi, TikTok pia napatikana kwa Joachim Mushi. Tukutane huko tupige stories za sport zaidi. Bwana, tukutane huko tupige stories za kisport na kimichezo zaidi kwa lugha yetu ya hapa Tanzania. Mimi ni Neema Kayugwa nilivyokujuza. Instagram utanipata kwa Neema_Kayugwa_9, lakini fuatilia kurasa mama wa FJTV Instagram, YouTube channel yetu, subscribe, like, comment and share nyuma ya